Naitwa Masha Waziri Bendela, Program Officer na Government Liaison, huduma ya simu kwa mtoto namba 116. Tumeandaa training hii ya siku 2 kwa ajili ya waandishi wa habari kwa wajengea uwezo katika masuala mazima ya kuripoti vitendo vya udhalilishaji, GBV, TFGBV, child marriage. Tumeona kuna wimbi la ukosefu wa taarifa muhimu kutokana na namna ambavyo waandishi wa habari wanatoa taarifa. Hivyo semina hii imekuja hasa makususi kabisa kuona ni kwa namna gani waandishi wa habari wanatoa taarifa sahihi na wanapata uelewa wa kujua ni kitu gani hasa na bora katika kutoa taarifa kuhusiana na GBV, TFGBV, child marriage na disability inclusion. Huu ni mwendelezo wa semina ambayo tulifanya mwaka jana mwezi wa 8 mwaka 2025. Lengo hasa ni kuona mwaka jana walichojifunza ni nini na mwaka huu wanaendelea vipi katika kuona wanashajihisha jamii yao na kuleta mabadiliko kutoka na kile walichojifunza mwaka jana na wanachojifunza mwaka huu. Wito wangu ni waandishi wa habari watoe taarifa muhimu zinazohusiana na masuala mazima ya udhalilishaji, gender based violence, TFGBV, lakini pia child marriage. Wanapotoa taarifa sahihi ni rahisi na ni rahisi zaidi kuona ni kwa namna gani hao watuhumiwa wanafika katika hatua stahiki na wanapata hukumu stahiki. Lakini waandishi wa habari wanapotoa taarifa ambazo zina ukinzani, inakuwa kesi haifiki katika hatua stahiki na haiwezi kupatiwa ushahidi thabiti. Kwa hiyo waandishi wa habari ni watu muhimu katika jamii, katika kukuza na kutoa uelewa katika jamii tunazoishi. Kwa hiyo waandishi wa habari wakiwa wako vizuri katika kile wanachokiripoti, basi jamii yote kwa ujumla itaelimika na itajua ni namna gani haya mambo yanaikutia jamii na yanatakiwa yaishi kabisa. Kwa jina naitwa Asnat Green, ni manager huduma simu kwa mtoto namba 116 upande wa bara au Tanzania mainland. Sisema ni shirika lisilo la kiserikali ambayo linaendesha huduma simu kwa mtoto namba 116, ambayo hii namba 116 ni ya serikali. Hii namba kwa upande wa bara inapatikana masaa 24 kwa siku zote za wiki, ila kwa upande huku wa Zanzibar inapatikana masaa 12. Huwa tunapokea simu kutoka kwa jamii, simu ambazo wanapiga kuripoti udhalilishaji wa watoto au ukatili wa kijinsia. Hii simu ni ya bure kabisa au bila malipo kwa anayepiga simu. Alafu inapatikana yani kwa upande wa bara ni nchi nzima na upande huu wa Zanzibar ni Zanzibar nzima. Jina langu Imad Abed, mimi ni mwandishi wa habari kutokea Radio Habari FM. Siku ya leo tumeweza kupata mafunzo yaliyoandaliwa na Sisema. Hakika hili ni jambo kubwa sana. Haya ni mafunzo ambayo sisi waandishi wa habari tumeweza kukumbushwa ni jinsi gani ya kuripoti na kuandika taarifa za udhalilishaji, lakini watu wenye mahitaji maalum. Kuna matukio mengi kwenye jamii, masuala ya udhalilishaji, ndoa za utotoni, watu wenye mahitaji maalum wamekuwa wakisahaulika katika jamii. Kwa hiyo kupitia haya mafunzo kuna mambo mengi ambayo wataalamu wameweza kutukumbusha na kutufundisha, ili pale ambapo katika kazi zetu tunapofanya basi tuweze kufanya kazi kwa uwezo mkubwa sana. Matumaini yangu ni kwamba tukirudi katika jamii tutakuwa ni waandishi ambao tutafanya kazi iliyokuwa nzuri zaidi, hususan bila ya kuwasahau watu wenye mahitaji maalum, kuweza kutoa taarifa zao, kufichua changamoto zao, lakini ndoa za utotoni kwa watoto, lakini pia kuna ile changamoto kwamba waandishi wengi wamekuwa wakitoa taarifa, wakiripoti, wakiandika matukio ya udhalilishaji. Matokeo yake unakuta baada ya kumsaidia, lakini unakuta anazidi kumdhalilisha yule ambaye aliyepata changamoto. Kwa hiyo kupitia haya mafunzo kuna vitu vingi sana ambavyo tumevipata. Matumaini yangu ni kwamba tutaweza kufanya kazi kwa uwezo mkubwa sana. Jina langu ni Fadhi Abdullah Isa, ni mwandishi wa habari kutoka Radio Jamii Kati FM. Leo hii tumekuja hapa katika mafunzo ambayo yanatolewa na Sisema. Kikweli mafunzo haya nimefaidika, ni mazuri, na lengo la mafunzo kama ambavyo nazungumza ni kuwafunza waandishi wa habari wa Radio Jamii, lengo kwenda kutoa
ama kuelimisha jamii umuhimu wa kutumia namba ya 116, ambayo namba hii inamwezesha mwananchi, mzazi, mlezi au watoto yoyote ambaye tayari anajitambua kupiga simu, ambayo namba hiyo ni bure, kupata msaada, labda akapata udhalilishaji wa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo anapata msaada kwa haraka. Mudhakiru Juma Simba ni mwandishi kutoka Spice Media almaarufu Spice FM na Spice TV. Leo nashukuru, leo tumeweza kupata mafunzo ambayo ni bora kabisa. Namna gani ambayo inaweza kutuwezesha, namna gani inaweza kuripoti taarifa zinazohusiana na udhalilishaji wa kijinsia, lakini pia ndoa za utotoni, namna ya kuripoti taarifa za watu wenye mahitaji maalum au wenye ulemavu. Ni mambo mingi kwa ujumla, na kikubwa zaidi nilichofurahishwa sio tu namna gani ya kuripoti matukio ya udhalilishaji, lakini pia hata namna ambavyo unaripoti, namna gani matumizi ya lugha sahihi ambayo hawezi kuleta changamoto, hawezi kuleta sintofahamu kwenye jamii, namna gani ya kubalance story. Ni kitu ambacho nimefurahishwa zaidi. Ni vitu ambavyo tunakuwa tunavisoma tukiwa chuoni, lakini hapa ilikuwa kama ni sehemu ya kuweza kukumbusha, na baadhi ya vitu huwa tunakumbushana kila siku tukiwa kwenye program, ikiwa kwenye kuandaa vipindi, lakini kwa ujumla hapa tumeweza kukumbushana vyote kwa ujumla kwa wakati mmoja. Ni muda mdogo, lakini imekuwa ni vitu vingi ambavyo vimeweza kushiba.